Na mtazamaji wa ASAM Online TV, hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Leo Mji Mkongwe wameweza kufanya ziara kwenye maduka ambayo hawajalipa leseni, na harakati ndo kama hizi. Tunaelekea kwenye maduka hayo ili tukajue maduka gani na gani ambao hawajaingia katika mfumo wa kulipa pesa hizo. Lakini hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, nyuma kamera ni Madina Omar. Twende kwa pamoja. Baadhi ya wafanyabiashara wametekeleza ili agizo la kukata leseni mpya, na kuna wengine kwa kutojua nini wafanye wameshindwa kufika ofisini, lakini tumewaambia na wameweza kuitikia na wameahidi watafika ofisini. Kwa hiyo zoezi hili litaendelea, tutakwenda Mji Mkongwe wote, na pale ambapo tunakutana na changamoto ya wafanyabiashara labda kutojua mfumo mpya, kwa sababu tunatumia mfumo mpya wa leseni. Kwa hiyo wakati mwingine wale wafanyabiashara wanahitaji kufahamishwa, sawa, tunawafahamisha. Lakini labda nitoe agizo kwa wafanyabiashara. Sasa hivi tuko mwezi wa 3, sawa, na kwa utaratibu tulipaswa sisi mpaka Januari tarehe 31 tulitakiwa tuwe tumeshakamilisha zoezi la ukataji leseni. Yaani kila mfanyabiashara awe na leseni. Lakini kutokana na changamoto za labda watu wengine wanakuta labda ni wamekuwa labda mfumo hawajaujua kidogo, tumevumilia labda kwa wiki ya kwanza ya pili. Lakini mpaka sasa hivi ni takriban ni mwezi wa 3. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba tumechelewa kama miezi miwili. Kwa hiyo hawa wafanyabiashara wote wanapaswa wawe wamefuatilia leseni mpya, wapate leseni mpya, kwa sababu ukaguzi unaendelea. Na tutakapokubaini kwamba hujakata leseni, kwanza tutakufungia duka lako. Na tukisha kufungia duka lako, kitakachofuata ni kwamba utalipa penalty. Umeona? Yaani ili uje ufunguliwe ile duka lako itabidi wewe ulipe penalty. Kwa hiyo watu ni vizuri, na kila mwezi kuna penalty yake. Ukishafungiwa, ina maana sasa hivi labda umefungiwa mwezi huu, sawa? Ukiwa mwezi mmoja utachajiwa labda tuseme 20,000. Mwezi ujao tena 20,000. Kwa hiyo utajikuta unavozidi kuchelewa unalipia penalty, una penalty 2. Kuna penalty ya kufunguliwa na kuna penalty ile ya kila mwezi ya kuchelewa ya leseni. Kwa hiyo mimi nawaomba sana wafanyabiashara waitikie hili jambo kwa haraka sana, waweze kulipa hizi leseni kwa wakati, na wahakikishe kwamba tunapopita katika maeneo yao, kwa wale ambao wameshakata leseni, wawe zile leseni wameziacha madukani. Tupo kwenye zoezi la kuhakikisha watu wasiolipia leseni mpya wanatakiwa wafike ofisini kwa ajili ya kufuatilia ulipaji wa leseni. Kulingana na mfumo ulivyowekwa, wanatakiwa wafuatilie leseni mpya. Kwa maana hiyo, mimi nipo kwa niaba moja tu. Endapo mfanyabiashara yeyote atashindwa kwenda kufuatilia mfumo, na tukija kukagua maduka yenye leseni ikabainika yeye hana leseni mpya, duka lake ikibidi litafungwa. Kwa maana hiyo, mtu ambaye atakuwa na leseni ambayo ni mpya, leseni hiyo itamsaidia yeye na duka lake kuendelea kufanya biashara. Mtu ambaye hatakuwa na leseni, tutachukua jukumu la kuja kufunga duka lake, na zoezi hili tutalifanya kuanzia leo saa 8. Maana tumeshapita zaidi ya mara 3 kuwafahamisha watu waende kwenye ofisi ya mamlaka ya Mji Mkongwe kufuatilia masuala ya leseni. Kusema kweli usajili bwana ni mzuri sana. Mimi mwanzo kusema kweli nilikwenda kule, nilipoanza kukuta hiki kitu, nilipoanza kutoa taarifa tu, niliona kama sasa tunaingia kwenye mashaka. Na hii kutokana na mazoea kule nyuma tulikuwa tukitoka ule utaratibu wa zamani, na tulikuwa tushauzoea. Kwa hiyo tunaona sasa tunakwenda kwenye utaratibu mwingine, unaweza kutupotezea muda. Nilikuwa nahisi hivyo, unaweza kutupotezea muda, kwa sababu sisi tunafanya biashara mara nyingi huwa hatuna muda wa kupoteza kufuatilia vitu vingine vya nje, ingawa inatubidi kuna wakati mwingine tufanye. Lakini baadaye nikaja nikaona sasa
umuhimu wake hichi kitu. Baada ya kuelimishwa pale kidogo, nikapatiwa wale watu kufanya ile utaratibu, nikaona ni very simple, inaweza kuchukua labda siku moja kufuatilia kuna baadhi ya vitu, na kama utakuwa okay kwenye kufuata masuala ya kulipa na vitu vingine, basi inakuwa ni simple tu, lakini inafurahisha. Mwisho unajikuta unaletewa leseni yako kupitia kwenye simu. Kwa hiyo kinachofuata ni kwenye kuiprint out tu kama unavyoiona hapa. Naweza nikakuonyesha kama unaiona, na wametoa kuna hii ya Kiingereza na kuna nyingine kuna Kiswahili na ya Kiingereza kabisa. Kwa hiyo mfumo ni mzuri sana, nimekubali sana. Lakini pia nawaambia wafanyabiashara wenzangu wasiwe wazito katika swala hili. Wasiwe wazito. Tunafuatilia, na kama itakuwa inawezekana tuweke watu ambao wataweza kufuatilia mambo yetu ili tuweze watumike kama maagenti manake kwa ajili ya kutufanyia hichi kitu. Mtazamaji wa ASAM Online TV, kama tulivyokuambia leo tumepata kushuhudia ziara ya mamlaka mji Mkongwe kuhusiana na maduka mbalimbali ambayo yamezunguka mji Mkongwe nzima kuhusiana na kulipa leseni mpya na mfumo mpya. Wafanyabiashara hawa wametakiwa tangu Januari mosi wametakiwa kuja kulipa, lakini leo mamlaka ya mji Mkongwe imeweza kutembelea haya maduka ambayo hayajalipa leseni. Kama nilivyokuambia awali, hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Madina Omar. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare ili wa kwanza kupata video zetu. Nikutakie Ramadhan Karim.